Ni maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita ya pili ya dunia mwaka 1945 ambayo yamefanyika leo tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu katika ukumbi wa Chimwaga ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Lengo ikiwa ni kuwakumbusha vijana na jamii kwa ujumla kuhusu kutambua mchango wa Urusi katika ukombozi wa Afrika, umuhimu wa kuenzi historia, utulivu na kudumisha amani katika taifa la Tanzania. Warusi wamekufa zaidi ya watu milioni 27. Hawezi kusahau. Ni kitu ambacho huwezi kusahau. Kwa hiyo kila mwaka tunaadhimisha, lakini kwa mwaka huu kwa kipekee zaidi kwa sababu ni miaka 80 kama jubilee. Kwa hiyo lazima tuiadhimishe kwa kipekee. Kwa hiyo tukaona tutembelee vyuo vikuu, na hiki ni moja wapo tu ya vyuo ambavyo tumetembelea. Urusi inafundisha lugha ya Kiswahili sasa hivi. Kule nchini Urusi kuna vyuo zaidi ya 4 vinatoa degree ya Kiswahili, lakini pia katika shule za sekondari wameanza kufundisha lugha ya Kiswahili. Hii tu ni kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili inakuwa na inaenea duniani kote. Babu yangu amefariki dunia huko. Alipigania wale Nazi. Alikuwa na miaka 32 tu wakati ule. Maisha ya dunia hayajapangiliwa vizuri kwa njia ile tunavyoitaka. Nakubali. Ndiyo. Na nini bado ni vijana naweza kubadilisha chochote katika ulimwengu. Kwetu sisi UDOM ni tukio muhimu pia kuweza kuhost hii event kwa siku ya leo, ambayo inatukumbusha mengi pia kwa vijana wetu, lakini kwa viongozi wetu, kwa sababu vijana ndio viongozi wetu wa kesho. Na tunategemea kwamba tutaona umuhimu wa kuwa na amani, umuhimu wa kuishi kwa maelewano, na kwa namna yote ile kwamba ni namna gani tunatakuwa tuenzi utulivu na kuenzi amani katika nchi na majirani, kwa sababu vita yoyote sio nzuri. Ni muhimu sana kwa Watanzania kwa ujumla kuwa wanajielimisha kuhusu historia kama hii, kwa sababu ni kwa kuangalia historia ndio tunaweza tukakumbuka, tukaweka tahadhari ya tusiingie kwenye makosa yale ambayo yameshafanyika nyuma. Ingawa wakati mwingine najua kwamba vita ni kitu ambacho ni vigumu kuepuka, na hasa tukitumia mfano wetu wa Uganda na Tanzania, ni kwamba Tanzania iliweka jitihada kubwa sana ya kuepuka kuingia katika vita kwa kujaribu kushawishi mazungumzo ndani ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika, lakini ikashindikana, ndio maana tukaingia kwenye vita. Tumeweza kujua kwamba kuna baadhi ya Watanzania ambao walishiriki kwenye vita vya pili vya dunia, zaidi ya Watanzania 100,000 na kuendelea. Maadhimisho haya yamefanyika kwa ushirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM na Kituo cha Sayansi na Utamaduni wa Urusi nchini Tanzania. Tuienzi historia kwa manufaa ya kizazi cha leo na baadaye.